Upambanaji kiwanjani. Simba wako vizuri kwenye spirit ya upambanaji kiwanjani. Kwa kwenye mechi ya Nsingizini sioni. Simba ifungwe hapa sio kweli. Yaani kama imeshinda away goli 3 ije ifungwe hapa. Yaani na kwamba utakuwa ni ukichaa uliopindukia. Lakini ukweli sio pingika, ni mechi ambayo wala hitaji uchambuzi. Kocha anakuja kumaliza kazi, atakunywa kahawa, mechi shaisha shehe. Hatuwezi awali umtoe Simba hapa, haiwezekani. Simba haiji kucheza kama inafurukuta, haiwezekani. Ni jambo ambalo lishamalizika. Ndio tunaona leo Young Africans walikuwa full house, lakini kiingilio kilikuwa ni bure. Mnyama unamuona akijaza, manake mara nyingi huwa kwenye michuano hii mashabiki wao wanajitahidi kujitokeza. Of course kweli washabiki wa Simba wamekuwa kipaumbele kikubwa kwenye kuweza kufika kwenye matukio yao, hasa kuisupport timu yao kwa hali na mali, hata kama hawajapata ubingwa. Lakini bado naona nguvu ya wanachama na washabiki wa Simba imekuwa ni kubwa zaidi katika kuweza kufika kuisupport timu yao. Kwa hiyo katika hiki ambacho kimefanyika, kila timu ina maamuzi yake. Mamelodi Sundowns ilikifanya hiki kitu, si ndio? Tena katika hatua ya nusu finali. Waandishi wa habari mlihoji. Kwa maana halisi ya timu ya wananchi, hata leo uwanja wa Benjamin Mkapa sio kwamba wana Yanga ndio wameujaza pekee, wana Simba ndio walikuwemo. Nao si wananchi. Walipata vizuri. Kwa hii mechi kuwa free, ni free kwa watu wote. Mwananchi yoyote ambaye ni Mtanzania leo kaja hapa. Ukizungumza timu ya wananchi, maana yake na Simba iko ndani. Si unanielewa vizuri? Au Simba ya Israeli? Hapana. Si ya Tanzania? Ukisema wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo wameingia free na wana Simba walikuwepo. Nimesikitika kumwona Mangungu hajaja. Wakati nani mwananchi? Huo ndio uhalisia. Sasa alikuwa busy sana ndio timu yake. Sawa, hakuna shida. Lakini ukizungumza timu ya wananchi, manake Simba imo, Azam imo, KMC, wote mnakaribishwa. Manake ni timu kubwa. Young Africans kwangu mimi kufanya viingilio free wala si walaumu. Kwa sababu ni timu pekee ambayo kubwa Tanzania mpaka dakika hii inajua inajiendeshaje, kwa sababu imekwisha fanya mkutano wake wa kikatiba wa kupendekeza au kutazama bajeti ya makadirio. Yanga inajiendeshaje msimu huu? Yanga haiokotezi pesa. Kwa Simba atakuweka viingilio hakuna, kwa kuweka viingilio kwa sababu mkutano wa wanachama hawajafanya. Hivyo wanachama wa Simba hajui timu inajiendeshaje mpaka dakika hii. Uongo kweli? Ndio nauliza maswali ya msingi, maana kama akili kisoda tamaindi tu. Lakini ndio uhalisia. Maana mpaka dakika hii timu inajiendesha, si ndio? Bila kujua inajiendesha pesa inatoka wapi. Akitoka bosi akisema dai bilioni 100 mnasemaje? Sasa hivi kasema dai bilioni 87. Nani kagoma? Hakuna aliyegoma, si ndio? Naona maiki zinapungua nikaanza kuzungumza ukweli hapa. Unaelewa vizuri bwana? Kwa hiyo ukweli usiopingika ni hivyo. Kwa hiyo ukizungumza timu ya wananchi sitakuwa sijakutendea haki nisipokupa nafasi ya kueleza kiwango cha Mohamed Hussein Zimbwe. Mchezaji la bonge la mchezaji yule mtoto kwanza muda wote anacheka sasa hivi. Masela kwa wawili au masela walobaki. Kwanza mimi ni wapongeze wachezaji kwa kile walichokifanya na benchi la ufundi, pamoja na kwamba benchi la ufundi la Young Africans ni jipya, lakini wameweza kufight na kuhamasishana kuhakikisha timu inaweza kuqualify kwenda hatua ya makundi. Swala lingine, hatuwezi kuzungumza kwamba kocha Romain Folz alikuwa ni kocha mbaya. Hatuwezi kusema kwamba Prince Dube ni mshambuliaji mbaya. Mpira wa sasa hivi hautaki mastriker. Mpira wa sasa hivi unahitaji safu yote ya ushambuliaji iweze kufanya kazi. Striker anakuwepo geresha tu. Kylian Mbappe anachukuliwa kwenda Madrid. Kylian Mbappe automatically sio striker. Kylian Mbappe anacheza namba 11 au namba 7. Umeelewa? Lakini wamemchukua Madrid kwa nini? Kwa sababu ana score. Messi sio striker, lakini ndo mchezaji alibeba Barcelona. Kuna wakati timu inambeba mchezaji, kuna wakati mchezaji anaibeba timu. Real Madrid ilimbeba sana Cristiano Ronaldo, lakini Messi alibeba sana FC Barcelona. Na Pep Guardiola anatoka Bayern Munich anaenda Manchester City, alifika akawapatia mikakati yake. Kama mnahitaji vitu mlivyonitajia nivifanye, basi nami mnatakiwa mnipe muda, na kwenye huo muda mtakaonipa natakiwa niibomoe timu ya Manchester City ili niweze kuleta wachezaji ambao wataingia kwenye mfumo wangu na falsafa nitakazoziweka. Kumbuka hiyo Manchester City ilikuwa na kina Yaya Toure ambao wamefundishwa na Pep Guardiola
FC Barcelona, lakini alisema hata Yaya Toure haingii kwenye mfumo. Mwisho wa siku wakakubali kila anachokihitaji Pep Guardiola, na Pep Guardiola akakubali wanachokihitaji Manchester City, wakampatia muda, akaibomoa Manchester City, akaitengeneza Manchester City. Kuna wakati ilifika hakuna timu hata moja ilikuwa inatamani kukutana na Manchester City. Mikel Arteta timu yake ya kwanza kuwa kocha mkuu ni The Gunners. Ameenda na kauli ya trust the process, amini katika mchakato, akaanza kuitengeneza Arsenal. Mpaka hivi ninavyozungumza hakuna timu hata moja inayotamani kukutana na Arsenal, pamoja na kwamba hajabeba ubingwa tangu Mikel Arteta atuwe pale. Arsenal huyu amemgonga Madrid nje ndani, kala chuma 3 Emirates, kaenda Bernabeu wakajimwamba fai, wakasema pala juu lifunikwe, wakawekwa chuma 2 kwenye uwanja wao na wakiwa wamefunikwa paa. Hiyo yote ni kumwamini kocha na kumpa muda. Mpira wa Tanzania, mpira wa Afrika hauna hiyo subira. Mpira wa Tanzania, kategori ya mpira wa Tanzania ndiyo iliyomfukuzisha Romain Folz, kwa sababu mashabiki hawawezi kusubiri aingize falsafa. Wewe hauamini katika uwezo wa Max Nzengeli, wewe hauamini katika uwezo wa Pacome Zouzoua. Kwa hiyo yeye Romain Folz wachezaji amewakuta, ilikuwa ni swala la kupewa muda, kwa sababu kocha professional ni lazima asome saikolojia ya mchezaji mmoja baada ya mwingine, kuanzia kwenye saikolojia mpaka viwanja vya mazoezini, ili aweze kujua mchezaji yupi atakayeingia naye kwenye kikosi cha kwanza. Kumsoma mchezaji saikolojia haichukui siku moja wala nusu siku, ni swala la muda mrefu. Kwa hiyo kwa mpira wetu wa Tanzania hivyo vitu tunahitaji kocha wa muda mfupi na sio wa process kama Mikel Arteta. Umeelewa? Mpira wa Tanzania mimi nikipata matokeo na mzodoa mwenzangu, umeelewa? Yule mwenzangu hatokubali. Akiona na lega kwa kocha lazima ataweza kunizodoa na yeye. Kitendo cha kumleta Romain Folz tuliamini atakuja kuwatengeneza vijana, kwa sababu hata timu ya Young Africans wachezaji iliyowasajili sasa hivi wengi wao ni vijana. Bakari Mwamnyeto alikuwa aitwa timu ya taifa, Romain Folz kaja, Bakari akaitwa. Edmund John, Ofen Chikola, Azizi Andabwile, wengi wenu hasa waandishi wa habari na wachambuzi wa mpira walikuwa wanamkataa Azizi Andabwile, lakini Azizi Andabwile huyu alikuwa Malawi, amecheza under 20 ya Malawi, ikafikia hatua Malawi wakataka wampe uraia, akakataa. Kwa kuwa mimi niliyekuwa nafuatilia Azizi Andabwile anavyocheza, kuanzia anacheza Kalonga FC pale Malawi, kuna timu inaitwa Kalonga FC, ndio timu aliyokuwa anacheza Azizi Andabwile. Alinusurika kusajiliwa na wale waliokuwa timu ya Peter Banda kama una Big Bullet, umeelewa? Lakini amekuja hapa tangu anatoa Young Africans hakuwahi kupata chance ya kucheza kwenye eneo lake halisia, alikuwa anachezeshwa beki, umeelewa? Tuanze kumsema Dube kwamba anacheza vibaya, sio sawa. Yaani Dube anachokifanya mwalimu si anakiona? Kabisa. Kama mwalimu tumemkabidhi timu, anapaswa kurekebisha anachokifanya Dube, sio sisi kumkejeli Dube. Yaani sisi tukimkejeli Dube maana yake tunaendelea kumtoa mchezoni. Na tukiendelea kumtoa mchezoni Dube hatutakuwa na tufanye tunaye mwingine. Tunaye Andy Boyeli, tunaye Mzinze na tunaye na mwingine. Na kama wao pia hawata score, maana yake tutakosa mfungaji katika eneo la ushambuliaji. Sisi jukumu letu ni kumshangilia mchezaji na kumuunga mkono, kumtia moyo afanye majukumu yake. Jukumu letu ndio hilo. Yaani kama tutakuwa na jukumu lingine, anayechambua akachambue, amuone Dube mbaya. Sisi kwetu Dube mzuri, tena bora kweli. Ipo siku atatufurahisha. Hilo swala unalosema hapo, mbona mmeshindwa kufanya kwa kocha? Kocha, mimi Romain Folz shaiko nimsikia nimemtukana, nimemkejeli. Romain Folz ni mwalimu kama walimu wengine, tena wazuri. Anaweza akawa kwako hajaingia kwenye mfumo, akaenda sehemu nyingine akafanya kazi iliyotukuka. Wallahi nakwapia. Hiyo ndio football. Shekhe, unamwona Pacome huyu? Si ni mali Yanga. Anaweza akaenda sehemu akawa mchezaji wa kawaida mno, yani akawa hata sio mali kitu. Ndio mpira. Tumewaona kina Eden Hazard, walikuwa wafalme Chelsea, wameenda Madrid wameflop. Wamekuja kina Radamel Falcao, walikuwa wazuri Atletico Madrid, wameenda vilabu vingine Manchester unga. Huo ndio mpira. Hata walimu hao. Huyu Pep Guardiola kutimuliwa Bayern akaonekana kamkumbe. Guardiola huyu wa Man City msimu wakati unamalizika huu juzi tu wa mwaka jana. Silikuwa tia maji Guardiola kwani kocha mbovu. Kuna sehemu walimu lazima ukubali. Anaweza akaja hapa. Mpira wanaotaka wana Yanga na falsafa zake vikawa viingiliani.
basi inakuwa ni hivyo, ataenda sehemu vinavyoingiliana. Sisi tunalinda cha kwetu ukiwa kwetu. Ukiondoka utajua mwenyewe na maisha yako. Wana Yanga tulinde vyetu. Hiyo ndo kauli mbiu. Sawa, Godi, hapo umeongea sana. Eliza, nitakuwa sijakutendea haki nisipokupa nafasi ya kumuelezea. Eliza Dube.